katika ulimwengu wa mwili au katika jamii kuzunguka au katika kanisa. Yaani karama ni uwezo wa asili, kipaji cha asili ambacho mtu amepewa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo na kazi za Mungu, lakini pia kuleta matokeo katika ulimwengu wa damu na nyama. Haleluya. So karama sio kitu kinachotoka kwa mwanadamu. Karama ni kitu ambacho kinatoka kwa Mungu. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema ni zawadi ambayo imetoka kwa Mungu aliye hai. Ni zawadi ambayo Mungu amempa mwanadamu kwa ajili ya kufanya mambo ya Mungu na kuleta matokeo katika ulimwengu wa kawaida. Yaani Mungu amekupa karama kama kurahisisha kazi kwenye maisha yako. Mungu amekupa karama ili kwamba ueleze sawasawa aliyokusudi ambalo yeye ameweka ndani yako, ili kurahisisha lile kusudi ambalo ameweka ndani yako. Mungu amewapa wanadamu karama tofauti. Karama aliyonayo ndani yako ni kushoto, sio karama aliyonayo ndani yako ni kulia mama. Karama aliyonayo mama yako sio karama aliyonayo. Karama aliyonayo mama yako sio karama aliyonayo. Haleluya. Hiyo kwa kuwa karama inaweza ikapitishwa, lakini karama ile ya Mungu ambayo ameweka ndani yako ni uwezo wa asili ambao unakuwezesha wewe kufanya mambo ya Mungu na kuleta matokeo katika ulimwengu wa namna hiyo. Haleluya. Haleluya. Kuna karama mbalimbali. Kuna karama nyingi. Kabla tuende kwenye maonyesho, kuna karama za aina nyingi, kuna karama za aina tofauti. Na kanisa linapojaa karama za Mungu, ndipo kabisa linapoongezeka. Kanisa linapoendelea kuwa na ile nguvu na ile vipawa vya Mungu halisi ndani, ndivyo kanisa linazidi sana. Kanisa ambalo watu wamejua karama haliwezi kuendelea sana. Kanisa ambalo karama kwa watu sioweza haiwezi kuendelea sana. Kanisa ambalo karama kuendelea haiwezi kuendelea sana. Kwa sababu karama ile Mungu ameweka kwa ajili ya watakatifu wa duniani wao, kwa ajili ya watakatifu wa duniani wao. Na mtu mwingine ambaye yuko mahali yako kwa wito, yeye anapata kutoka. Hata wakipita ndani ya mtoto wako na nauo, akiweza kutoka na kuja tayari na kutoka. Anaipata ya mpenzi. Haleluya. Na mtu mwingine ambaye Mungu amempa karama ya kuona, hata ukipa nafasi ya umbea mlako, pia anakuambia yule ya kulapa umbea na muona kwa jamii. Haleluya. Lakini leo tunataka kuuliza hiyo karama iko wapi? Hiyo karama iko wapi? Hiyo ni karama ya Mungu alikuwa katika kanisa. Ni nani ambaye mchukua? Ni nani ambaye mchukua? Kwa hiyo kanisa linataka Mungu anachukua karama. Hili sio kanisa tu. Kwa hiyo maisha yako wakati Mungu anachukua kwa nini maisha yetu yanatufika? Kwa nini maisha yetu anatukuza chini ya karama, anachilia chini ya mtandao kwenye maisha yetu? Mungu alipatia karama, anachilia kwa kazi ambacho tumepewa kwa maisha sisi. Kwa duniani ameupa karama yake. Kuna mtu anasema mimi ni msomi, pamoja na kusoma kwako, kuna karama ambayo Mungu ameweka ndani yako, hiyo karama leo ipo hivi. Haleluya. Kuna mtu ambaye anasema mimi ni msomi, nina degree, nina master of college, kwa hiyo niko wapi? Karama ya Mungu ndani yako. Pamoja na mambo ya Mungu. Hivi unajua elimu iliyokuwa kwa ushiriki karama za watu wengine. You know that. Unajua kwamba hiyo elimu hiyo ukaita dokta ni karama za watu wengine. I don't know how I think. Sikiliza nikwambie. Huyo aliyetoka chini nani aliyefundisha kutoka chini. Huyo aliyetengeneza gari wa kwanza, nani aliyemfunza kutengeneza gari? Huyo aliyetengeneza ndege wa kwanza ambayo tunasoma kwa mimi na ndoto kwa lugha na tunasema kwa wangu na ndoto. Nani ambaye alimfundisha yeye kutengeneza na yuko ndani? Amen. Amen. Amen.
Ni karama ya Mungu ndani yako. Kuna mtu ambaye anaye karama, lakini ile karama alionayo haitegemei. Kuna mtu ambaye alikuwa na karama ya kusema mambo, ya kujua mambo, aliyeitwa kuangalia, akaona huyu mama anajitambua, huyu baba anaelewa chochote, akaingia kati, akaiba ile karama, akaenda kushika au akaomba imani za leo. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunajua kwamba kuna karama. Kuna karama ambacho Mungu amekupa. Haleluya. Tofauti sana. Mungu yeye tofauti na Mungu. Bwana yeye tofauti na kupenda Mungu yeye mmoja anakuwa nini? Yes. Haleluya. Maana mtu mmoja kwa roho anapewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa. Apendavyo roho yeye, mwingine imani katika roho yeye, mwingine karama za kuponya katika roho yeye, katika roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine upambanuo wa roho, na mwingine aina za roho, mwingine tafsiri za roho. Haleluya. Amen. Haya mambo yanayozungumzwa ni mambo makubwa sana. Si kama unashuhudia uone. Ni mambo ambayo yanaongelewa kutoka maandiko, ni mambo makubwa sana. Kiwango ambacho kanisa likiwa na hiyo vitu. Hatutachukua miezi mitatu ambayo haitoshi. Haleluya. Amen. Ni kwa mambo mbele kwa baki. Amen. Na hivi vitu ambavyo vinazungumzwa ni vitu ambavyo vikogusa. Anasema kuna mwingine amepewa neno la hekima, kuna mwingine amepewa neno la malaika. Lakini swali la kwanza, hilo neno la hekima liko wapi ndani yako? Hilo neno la maarifa liko wapi ndani yako? Ni nani ambaye leo anaweza kusimama kusema mimi nina neno la maarifa? Ni nani ambaye anaweza kusimama kusema mimi nina neno la hekima? Na kama ndivyo neno limeenda wapi? Amen. Kanisa limekuwa kwa kiwango cha PhD. Kanisa limekuwa kwa kiwango cha juu. Kuna vitu ambavyo kanisa lisipokuwa navyo haitaenda. Kuna mambo ambayo usipokuwa nayo maisha yako hayataenda. Kuna vitu ambavyo vikisaidia kwenye maisha yako hayawezi kwenda mpaka yanapotakiwa. Utajikuta unakutana pale mambo yako na wewe kwenda. Utajikuta unaendelea kuofu, unaendelea kuofu, unaendelea kuofu, kuna vitu kwenye mali, hiyo mtu anaendelea kuofu, lakini maandiko yanatuambia haleluya. Unaweza sikia mwingine na mwingine amepewa, lakini kuna mwingine amepewa karama ya kuponya. Haleluya. Amen. Kuna mwingine amepewa matendo ya miujiza. Vyote tunajiuliza viko wapi? Maana miongoni wetu kila mtu anaye. Yes. Kuna mtu alikuwa ndio. Amen. Kuna mtu yes. Leo wapi? Sio karama iko wapi? Au itakuwa mchungaji, au itakuwa nabii, au itakuwa mkuu, au itakuwa nani? Ili kama wewe unapata umepewa ndani yako, unaweza kufanya mambo makubwa ya kipekee. Lakini hebu niulize, mimi nimepewa na ile kama yaani kuna mwingine tayari ambaye kuna mwingine ambaye unajua kabisa hata ajui kwamba yeye alikuwa anafanya. Yaani kuna mwingine ambaye ameibiwa kiwango ambacho hata ajui kwamba mimi nilikuwa kwa sababu unapotoka Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako anafunua zile karama za Mungu.
Haleluya. Haleluya. Anafunua vile vipawa vya Mungu ndani yako. Haleluya. Anasema kuna wengine amepewa aina za lugha. Anaweza akazungumza lugha ambayo hakamfanya Mungu alekani. Anaweza kuzungumza lugha ya mbinguni. Lakini kuna mwingine ambaye bado unaponena kwa lugha, yeye anaweza kusoma maombi ya Mungu. Haleluya. Amen. Hizo karama leo ziko wapi? Amen. Sahau kwa wale watoto jirani. Sahau kwa wale watoto jirani. Anza kurudisha kwanza vifungo wa watu. Amen. Anza kurudisha kwanza vifungo wa watu adui ameficha. Kuna watu ambao wanaingia kuporete, wanaingia kuna mambo ambayo yanapigwa, kuna mambo ambayo yanapigwa, kuna mambo leo hawezi kupata hesabu, hawezi kupata hesabu, hawezi kabisa. Sikiliza, kwa nini leo tunasema maombezi yataelimika? Ndio, popote pale mmoja wanaona kwa nini hawana lakini vikiwepo vya Mungu ndani yako. Sikiliza, utamwamini Mungu ndio ni moja. Maisha yako yatafanikiwa. Adui hakumshinda, kuzimu haitakuweza. Adui anawahi kwanza kitu ambacho anajua kinaweza kumsumbua. Adui anaita kwanza kitu ambacho anajua kinaweza kumsumbua. Adui anaita kwanza kile cha Mungu ndani ya mtu. Adui anachukua kwanza kile ambacho Mungu amekipa kwa sababu ya kufanya kazi. Mungu anapokupa kazi ya utendaji wa yake, hakuna kukuzuia kile kitokee. Kama unaelewa. Mungu anapokupa mshiko kwa mkuu wa idara kwa idara. Ndio. Serikali kwa maana ndio. Ndio. Wewe unapokuwa unaweza kufanya chochote. Haleluya. Amen. Mungu anapokupa kipawa, anapokupa karama, unaweza ukaenda popote ukamfanya mtu yeyote katika kuvivi chochote. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sio wewe unayetaka, ni kile cha Mungu. Amen. Adui anajua nifanyeje mtoka huyu asiweze kuharibu kazi zake, asiweze kufanya mambo ya kawaida. Ni ile